yani zile chenga zile, sio unanikaba mimi unanikaba, unapokuja kunikaba nina mpira na kutishia kama nenda kushoto, nenda zangu kulia ninakuacha kushoto, eti hiyo ni dhambi. Huyo ni mhubiri mwinjilisti wa Kikristo, nilimkuta na nilicheka sana siku ile. Sasa nataka nisome maandiko machache kuhusiana na michezo kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 9 mstari wa 23 naanzia 23, nasema hivi: nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kushiriki pamoja na wengine. 24, je, amjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Yani hao wanariadha wanakuaga wengi, huwa mnashuhudia. Kama ingelikuwa michezo ni mibaya tusingepewa mifano hii. Ni mifano tu katika imani. Anasema wanariadha wale wanaanza pamoja, lakini anayepokea taji ni huyu mmoja. 25 anasema na kila ashindanaye katika michezo ujizuia katika yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Wewe ili ushinde kwenye timu yako, ili uweze kushinda, kuna mambo unatakiwa usiyafanye ili uweze kucheza vizuri na ili upate ushindi. Lakini anachotueleza bidii tunazozifanya kwa ajili ya kupata kombe linaharibika, lakini kuna kombe nitakalolipata kwa imani haliharibiki, linadumu milele. Anaendelea mstari wa 26 anasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae, napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigae hewa, bali na utesa mwili wangu ili kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kwa hiyo ni vizuri tumekuja kwenye uwanja wa michezo, na wana michezo tunao hapa wa Kristo na Waislamu, na tunaleta imani. Sasa maelekezo tunao au mifano tunayopewa, juhudi tunayotimia kujizuia mambo fulani, tuitumie juhudio kujizuia na uovu, kujizuia na tamaa za kimwili, kujizuia na mambo ya rushwa, kujizuia na kila jambo ambalo linaonekana kinyume na Mungu, ili tuipate taji isiyoharibika. Nadhani hapa tuna wapenzi wa Simba na Yanga, na mimi nilikuwa kiongozi wa Yanga wa tawi la Msasani Bonde la Mpunga miaka 92 93. Nilikuwa na bidii kweli kwa ajili ya hiyo timu hiyo, na kazi zote ambazo nilikuwa nifanye nilikuwa nikitumwa nafanya. Lakini baadaye nikaona muhimu zaidi kumtumikia Yesu Kristo, kwa sababu taji ninayopata hapo inadumu milele. Nitasoma fungu la mwisho alafu niingie kwenye somo. Sema tu nitakusomea. Utanisomea hapo waraka wa pili kwa mtume kwa